Alright, habari yako mdau wa kipindi chetu pendwa cha Fix You with Cameron. Nafurahi kwamba tunaonana tena kwenye screen. Mimi ni mzima kabisa wa afya. Sijajua wewe unaendeleaje, lakini naamini unaendelea vizuri. Na hodha wako mimi naitwa Irene Kamugisha. Na leo nimekuletea mtu mwingine wa maana sana. Anaitwa Imelda Mosha. Imelda Mosha yeye ni tabibu wa hisia, anavyosema yeye. Ni tabibu wa hisia kwa maana ya emotional healer, lakini pia ni psychotherapist. Atakuja atuelezee ni nini, ila ameniambia ni muunganiko wa saikolojia na therapy. Sasa therapy sijajua ni nini kwa Kiswahili. Kwa hiyo lakini ndio hivyo, ni psychotherapist, anaunganisha saikolojia pamoja na therapy, kinakuwa kitu kimoja. Yeye mwenyewe ndio anajua. Niko naye hapa leo Imelda. Tunataka tuzungumzie swala muhimu sana ambalo linaikumba jamii au linaweza likamkumba mtu yoyote wakati wowote na asijue cha kufanya. Katika kipindi hiki bila shaka umeshajua kwamba ni darasa huru hili. Ni darasa huru, na nategemea wewe mtazamaji wangu ni mwanafunzi wa maisha. Ikiwa wewe ni mwanafunzi wa maisha, basi utaelewa sana hiki ambacho tunakifanya hapa. Leo tunatamani kuzungumzia namna gani ni muhimu kwa mtu kukubaliana na uhalisia pale anapopitia tatizo au changamoto ya kudumu maishani. Lakini tunaweza tukaenda mbali zaidi, tukagusia vitu vingine kabisa kwa mlengo wa mada hii. Kwa haraka mimi nikafikiria kwamba mtu anaweza akapata changamoto ipi ya kudumu. Yaani unajua kuna vitu kivipata huwezi kurudi nyuma kubadilisha chochote. Yaani kuna vitu ukipitia huna nafasi hata kama ungependa kufanya hivyo ya kurudi nyuma na kubadilisha. Kabla sijaanza kuzungumzia hali hizi, basi nikukaribishe wewe ambaye ni subscriber wetu mpya. Yaani ndo umesubscribe hapa kwenye channel yetu. Na kukaribisha sana, na nimefurahi umekuja kuungana na wadau wa Fix You kuendeleza gurudumu la maarifa mbele. Sasa hali hizi zinaweza zikawa ni kufiwa. Unapofiwa na mtu, unapofiwa na mwenza, unapofiwa na mtoto, unapofiwa na mzazi, unapofiwa na ndugu. Hii ni hali ya kudumu. Ni hali ambayo huwezi kurudi ukamfufua yule mtu ukishazika. Ni hali ambayo ni ya kudumu. Au ukapata ajali, ukapata ugonjwa, ukakumbwa na lolote kwenye maisha, kiungo chako kimoja cha mwili kikakatwa. Tumewahi kuona watu wanaugua sukari wanakatwa mguu, mtu anaugua sukari anakatwa labda mkono, anapata ajali inamuumiza au inamjeruhi kiasi cha kwamba hawezi tena, anaparalyze, hawezi tena kushika au kutembea kama alivyokuwa anafanya hapo awali. Hizi ni hali za maisha halisi kabisa. Inawezekana labda haijanikuta mimi na wewe, lakini kuna watu ambao wamekutwa na hivi vitu. Lakini kuna kupoteza kwenye biashara. Yaani mtu akapoteza kila kitu. Huyu mtu anafanyaje kurudi? Huyu mtu anafanyaje? Hapo kupoteza kwenye biashara sidhani kama ni hali ya kudumu eti. Sio hali ya kudumu. Ni kweli. Kwa kuna hali hizo ambazo nimezitamka hapo. Hizo ni hali ambazo ukizipitia ni za kudumu. Kitu kama kupoteza kazi sio hali ya kudumu. Kupoteza kazi utakaa muda utarudi tena, unaweza ukapata kazi nyingine au ukapata mishe zingine za kufanya. Lakini unapopoteza kiungo cha mwili wako, unapompoteza mpendwa wako, unapopoteza labda uwezo uliokuwa nao awali, sasa hivi uwezo. Kuna watu wanaugua pressure inawafanya wanakuwa vipofu. Kuna watu wanapitia matibabu sijui ya aina gani, unakuta mtu amekuwa kiziwi. Yaani kuna vitu mtu hapo awali, huyo mtu unakuta ni mtu ambaye alikuwa anasikia vizuri, ana uwezo wa kujitegemea. Sahihi. Au unakuta ameparalyze.
ni mtu ambaye alikuwa anaweza kutumia mikono yake na miguu yake kujitafutia, kufanya mambo yake, lakini sasa hivi unakuta yuko kwenye wheelchair. Hizi ndo hali za kudumu ambazo mtu anazipitia. Haya sasa, emotional healer. Kwanza kabisa Irene, nipende kusema nashukuru sana kwa nafasi hii. Karibu sana. Ya kuwepo hapa katika darasa hili huru la Fix You. Karibu sana. Kwangu mimi it's an honor, najivunia sana kuwa mahali hapa. Lakini moja kwa moja bila kupoteza wakati tukienda kwenye mada husika. Kwanza kabisa ni lazima tukubaliane kwamba hali yoyote ile, changamoto yoyote ile ya kudumu sio kitu ambacho ni chepesi. Ni lazima tukubali ni kitu ambacho ni kizito, kama kumpoteza mpendwa wako ama umepata ulemavu wa kudumu. Ni kitu ambacho sio kirahisi hivyo kusema kwamba mtu anaweza, yani ni kama kusnap kidole hivi akapiga hatua. Sio kitu kirahisi. Inahitaji muda, lakini pia inahitaji uzungukwe na watu sahihi sana kuweza kukusaidia katika safari hiyo. Lakini pia nyakati zingine unaweza kuwa umezungukwa na watu sahihi, lakini wewe bado ukawa haupo tayari kuweza kuvuka. Kwa sababu changamoto zozote zinapotokea kuna stage mbalimbali ambazo mtu anakuwa anapitia. Kwa mfano mtu ambaye amepata ulemavu au mtu ambaye amepoteza mpendwa wake. Kwa hatua ya kwanza kabisa inakupo ni ile hatua ya kukataa, denial. Yani ni lazima ukatae kwamba yani bado yani akili inajaribu kukuaminisha kwamba hapana bwana, hii inawezekana ikawa ni ndoto. Inawezekana ni ndoto mbaya tu itapita, ama inawezekana ikawa ni kitu tu ambacho akipo sio kweli. Yani hiyo hali inamkuta mtu katika hali yoyote, yani hiyo ni umefiwa ama umepata changamoto ya kudumu. Kwanza ni lazima ufahamu hiyo hali ni lazima iwepo na ni kawaida kuwepo. Watu wote ambao wanapita kwenye hiyo hali lazima wanapitia. Ni lazima kwa sababu ya ile comfortability, tayari ulishazoea. Kama ni mwenzako ulishamzoea tayari, yani mazingira, nyakati zingine harufu, kila sehemu you'd feel, unasikia unaona presence yake huyu mtu. Kumbukumbu zinakuepo, unakuwa unaona, yani unakumbuka kila kitu kinachoendelea. Ama kwa mfano ndo mtu amepata ulemavu, yani kuna ile kumbukumbu kwamba lakini mbona nilikuwa natembea mwenyewe, mbona nilikuwa na uwezo wa kufanya hiki na kile. Hapana, hii haiwezekani, sio kweli. Sidhani kama nipo kwenye hali hii, labda naota. Kwa hiyo kitu inatokea. Lakini sasa kama ukiwa umezungukwa na watu ambao wako na mtazamo chanya, positive, kuweza kukusaidia kupiga hatua peke yake, hiyo ni silaha namba moja nzuri. Lakini silaha namba 2 inatakiwa wewe mwenyewe. Lazima uwe tayari kupita kwenye, yani lazima ukubali kupita kwenye hayo maumivu, uya face, pambane nayo kwamba imeshatokea. Namna ya kuweza kuvuka hapa ni yani kama ni kuyachambua, ni yachambue vizuri haya maumivu. Kama ni kuyaongelea, ni yaongelee vizuri haya maumivu, bila kujikaza, bila kujionyesha kwamba mimi labda niko tough, niko strong na vitu kama hivyo. Kwa hiyo naweza nikasema kubwa zaidi ni hata wewe kuzungukwa na watu ni kitu kizuri, lakini kubwa sana lazima wewe uwe tayari. Ni safari ya uponyaji, ni safari binafsi. Safari ya kupona kihisia ni safari ambayo ni lazima wewe mwenyewe uwe tayari. Cha muhimu ni utayari. Hatua ya kwanza kabisa ni utayari. Lazima uwe tayari kwamba lazima uwe tayari kwamba kwanza ukubali kuna tatizo limetokea, ama hii ndo changamoto ishatokea. Alafu kuwa tayari kupita kwenye hayo maumivu, kupita kwenye hiyo safari mpaka unaweza kupiga hatua. Yes. Kwa cha kwanza ni kukubaliana na hali. Yeah. Hii ni stage. Yes, kwa umesema stage, umezungumzia kitu stages. Yeah. Stage ya kwanza umesema ni denial. Yes. Stage inayofuata kuna stage ngapi? Sasa watu wote tunatofautiana binadamu. Stages zipo kama 5. Lakini tunatofautiana binadamu. Kuna mwingine ana skip. Kuna mwingine inawezekana yani yeye akadumu kwenye stage moja tu hiyo ya kukataa.
like deny kwamba no, hii kitu haiwezekani. Miaka nenda rudi anakuwa bado yuko pale pale. Umeelewa? Lakini kuna mtu mwingine anapita ile stage ya kukata, which is natural, ni kawaida kwamba haiwezekani, ni hivyo, ni kawaida. Baada ya muda sasa anaingia kwenye it's grieving, kuomboleza. Haijalishi ni umefiwa ama umepata changamoto kama ya ukilema. Anaingia kwenye hiyo hali. Mwanzoni alikuwa anakataa kwamba yani kitu haiwezekani, hamna kitu kama hicho, it's a dream. Baada ya muda anakubali kwamba lakini hayupo tena huyu mtu. Majonzi, huzuni, upweke, unaweza kujisikia mbona like, yani unaanza kuona zile namna zote ambazo huyu mtu alikuwa anakucompliment. Namna zote ambazo huyu mtu alikopo anazuia yale magaipu yako, ndo unaanza kuyaona. Ndio maana Waswahili wanamsemo waga wanasemaga umuhimu wa mtu unaonekana akiwa hayupo. You understand? Lakini pia sasa pale unapokuwa unaona yale jinsi huyu mtu alivyokuwa anakucompliment, jinsi ambavyo kuna namna ulikopo unatimilizika, unatoshelezeka katika sehemu yote ile ambayo upo, ile na yenyewe inakufanya unasononeka zaidi, yani unadumbukia kwenye dimbwi la maumivu, kwenye dimbwi la hivyo. Lakini baada ya hapo unaingia inafuata ile stage ya kulaumu. Why? Kwa nini? Labda kama nisingeenda. Labda kama au labda kama ninge yani kuna namna unatengeneza ile mazingira kwamba ningefanya hiki kisingetokea. Ningefanya hiki kwamba yani unajaribu kujiweka kwenye position ya kwamba hiki kitu labda huenda ningefanya hivi ningekiepuka. Kitu ambacho na chenyewe ni safari ya uponyaji, lakini pia it's also a process, kwa sababu kitu ambacho chochote kile ambacho kimetokea hauna nguvu ya kuweza kukibadilisha, ama kitu ambacho hakijatokea hauna uwezo wewe. Okay fine, tunaamini science, tunaamini everything, lakini ipo nguvu ya mmiliki wa sisi na mmiliki wa kila tunachokiona na tusichokiona. So yeye ndo ambaye hiyo nguvu ndo inayoruhusu baadhi ya vitu. Okay, yeye ndo karuhusu, ameondoka. Wewe utakavyodumu kusema kwamba labda nisingemwambia twende angekuepo. Yani na yenyewe pia bado haikufanyi kama unakuwa umeshapona, lakini bado unakuwa kwenye ile hatua. And then lastly kuna ile kukubali sasa kwamba you know what, naumia, inaniuma, huyu mtu was so dear to me. It's like I see him everywhere. Nikilala I dream about him. Yani kuna muda najisahau, naweza nikawa nimekaa hivi like, naweza nikawa nahisi kama vile naweza nikawa naongea na yule mtu, nikamwambia labda okay, let's say labda kama ni mtoto, labda Junior, hebu niletee kitu fulani, afu kikumbuka Junior is no more. Hayupo. Yes, sasa hiyo level ikifika ndo mtu anasema anakuwa tayari kukubaliana na maumivu kwamba nimeumia, siwezi nikamuondoa huyu mtu in my life, kwamba hakuwahi kuexist, lakini nataka niweze kupona kwenye namna ya kunisaidia yani kuweza kupiga hatua, kwa sababu kitu maumivu inachofanya, maumivu ama changamoto yoyote ya kudumu unaoipata inaiba ile you are now moment, inaiba muda wako wa sasa. Unaishi kwenye past, inakurudisha kwenye wakati uliopita. Lakini pia kitu maumivu pia ina tabia ya kufisha chochote kile ambacho kilikuwa kinatakiwa kichanue ndani yako. Yani kinafisha, yani total blackout, ni kama ghafla tu mji mzima hamna umeme. Ndio inavyotokea humo ndani. Lakini pia maumivu ni lazima pia kufahamu, maumivu yanaweza yakakufanya ukawa na wewe unaumiza watu wengine bila kujua. Wewe unaniambia nini wewe? Mimi nimefiwa. Yani okay sawa, umefiwa.
inawezekana huyu labda anayejaribu kukonsole na yeye ni part of your family, ama part of mtu ambaye naye pia ana feel yale maumivu ya kumpoteza yule mtu, lakini unamshut down yule mtu. Kwa hiyo na katika kumshut down kwako sio kwamba hata inakusaidia, haikusaidii, it still keeps you in there, bado inaendelea kukufungia kwenye hilo gereza, in that cage, and you don't come out. Yes. Kwa hiyo ukishafika kwenye hatua ya mwisho kwamba like I'm hurt, nimeumia, nahitaji kupona, nahitaji kuweza kumaliza hii grief. Manake grief is important. Ni muhimu kupata ile moment ya kugrief kama ni mpendo wako au situation fulani imekukuta, yani it is healthy. Tukikuona umepata changamoto ya namna hiyo, alafu yani all of a sudden pick up the pieces, lazima kuna sehemu kuna shida. Yani lazima, it might be labda the inner child, yule mtoto wewe halisi. Sasa yani wewe halisi ambaye ni mtoto wa humu ndani, inawezekana yule mtoto ndo anakutengenezea mazingira ya kutengeneza maski fulani hivi ya kwamba I'm comfortable, nimevuka hili, nimepita hili, and I'm good to go. Shida hiyo alinumizi tena, lakini it's not really kwamba umepita. Hujapita. It's that child ambaye inawezekana huyo child mwenye katika kukua kwake kuna series of pain ambazo they are still not yet mastered. Bado haujapona, ama yani inawezekana ni kama zimefungiwa, umefunga kofuli, umetupa na ufunguo. So we need to deal with that inner child ili wewe uweze kugrief vizuri. So pia not grieving is a problem. Yes. Kwa hiyo saa hapo umezungumzia childhood trauma. Yes. Kule kuna issue. Yeah. Kule waga kuna issue sana. Na tamani kujua huyu aliyepitia, kuna mambo fulani ukikua wewe mwenyewe tu unajua kwamba kitu sio sawa. Na pengine unapitia labda maumivu mengi kutokana pengine wasababishiwa na wazazi, au mwingine unakuta tu amejikuta katika mazingira magumu. Kuna yani ukiwa mtoto unaweza kupitia mambo mengi, na kwa bahati mbaya unakuwa hauna nafasi ya kufanya chochote. Bado ni mtoto, una kipato, ni tegemezi. Kwao unakuwa hauna kwa namna yoyote ile una nafasi ya kufanya chochote. Kwa mimi kama sasa ndo nimeshakuwa mtu mzima, lakini tayari na vimeo vyangu nimetoka navyo huko utotoni. Nawezaje kupata uponyaji? Okay. Kwanza uponyaji wowote ule ili upatikane ni lazima kukubali kwamba kuna shida. Kila kitu kinaanza na kukubali kwamba kuna shida. Na ili pia iweze kueleweka vizuri, hata matatizo ya afya akili tunayoyafahamu. Asilimia kubwa ya matatizo ya afya akili, iwe sijui ni personality disorders, iwe ni anxiety, bipolar, zote unazozijua, everything, kila kitu kinatokana na experiences za utotoni. So the childhood traumas ndizo ambazo zinazoweza zikakutengenezea mazingira ya kuonekana kwamba you are energetic hata pale ambapo unapopata changamoto ya kudumu. Kumbe it's not that you are energetic. Kumbe that trauma ulioipitia ilikulazimu tokea katika umri wa utoto, ulazimika kutengeneza maso fulani hivi, maybe ili ufit kwenye aina fulani ya maisha au fit kwa watu fulani fulani. Kwa hiyo unapokuja unapata tatizo, ile mindset inarudi hivyo kwamba okay, you know what, I need to put kama ndo mwanamke, I put my crown on top and square my shoulder like I'm good, I'm healed. Lakini humu ndani you're not healed. So tukirudi kwenye swali lako la msingi la how do I heal the childhood traumas? Kuna trauma nyingi sana, na ndio maana we are talking here kwenye Fix You, right? Kuna childhood traumas nyingi ambazo watu wengi hawazifahamu kama they are traumas, lakini they are traumas. Ama they think kwamba vilikuwa ni vitu vya kitoto, have make sense in their life, lakini kumbe ndo zimewashape wao kuwa aina hiyo ya watu walivyokuwa. Hata wakikutana na changamoto wana react hivyo jinsi walivyo react. Kwa hiyo ni lazima tuseme kwamba kuna changamoto nyingi sana ambazo zinaweza zikatokea utotoni. Let's say
umekuwa kwenye mazingira labda ya wazazi ambao wanaishi shida ya narcissist. They are very narcissist. Ungeanza kwanza utuambie narcissist ni mtu aina gani? Narcissist ni changamoto ya kisaikolojia, ni tatizo la kisaikolojia ambalo linamfanya mtu anakuwa mbinafsi kupitiliza. Yaani anakuwa ni mtu ambaye kila kitu kizuri anataka yeye ndio akipate. Na hata kama kikipata yeye na watu wengine wakakipata, huyo mtu anajisikia vibaya kwamba yani nilitakiwa nipate mimi, kwa nini na mwingine amepata? Akipata changamoto au akipata shida ataona kama vile dunia nzima imemuonea. Lakini ile shida akipata mtu mwingine, it's okay, ni sawa. Na hii changamoto ndio changamoto inayosumbua sana kuliko changamoto zingine unazozifahamu, kwa sababu imejificha. Ni vigumu sana mtu kujua kwamba hii ni shida. Watu wengi tu wana ile kuignore kwamba yani yule basi tu anatakaga tu vitu vyake viende na vitu kama hivyo, lakini that's a problem. Na ni problem kwa sababu katika lugha ambayo sio fasaha sana wanaita ni unafiki. Yale mazingira ambayo mtu anaweza akaishi na watu kwenye jamii fulani hawakubali, hawapendi, hana nia njema na huyo mtu, au hata wengine hata ni partner wake, mpenzi wake. Yaani hampendi kabisa huyo mtu, lakini anaishi naye tu labda kwa sababu huyo mwanamke ama mwanaume yeye mwenyewe ndo ameoffer the relationship, ndo anajitoa zaidi. Au labda inawezekana labda kweli alimpenda, lakini hii shida tayari ipo. Kwa hiyo huyu mhusika anakuwa hana chochote kizuri anachokifanya. There's nothing good atakachokifanya ambacho huyu mtu ataridhika nacho. Huyu mtu atakuwa nyakati zote anatafuta kukosoa na kutengeneza mazingira ya kwamba wewe unanihitaji mimi. Like mimi I don't need you, ila wewe unanihitaji mimi. Unaelewa? Kwa hiyo hili tatizo sasa ndo imagine ndo mtu amekuwa hivyo katika mazingira, kalelewa hivyo na wazazi wake kwamba wewe uloko usiwe namba 1 shule. Uigilizie, usiigilizie, ila mimi usiniletee madudu hapa. Imagine ndo mtu anakuwa mtu mzima. Na yeye kwa sababu mambo yanaenda yanahama, it's a chain. Anaenda anahama na yeye analea watoto hivyo. Sasa zinapokuja kutokea changamoto za kudumu au amepoteza mpendo wake, fikiria mtu mwenye hii changamoto ya narcissist anapata changamoto ya kupoteza mpendwa au anapata ulemavu. Kwa sababu yeye anaponaje? Yeye anaponaje kwenye hii safari nzima ya kumpoteza huyu mwenza wake? Anapona vipi? Kwa sababu tayari kuna shida, ni shida ndani ya shida. Anaponaje? Ama nyakati zingine katika sio lazima narcissism. Kuna watoto wamepitia mazingira ambayo ni vita tu, hamna amani. Nyumbani ni magomvi. Kwa sasa anakuja kuwa mkubwa na ukute sasa mazingira hayo yalimfanya alazimishe kujikaza. Ndio anakuja anakuwa mkubwa, labda anapata changamoto, anapata ukilema, mguu amevunjika mguu. Na akiangalia it's not like amebadilisha familia baada ya kukua, amekuwa kwenye familia nyingine. Familia ndio ile. Nifanyaje sasa? Yaani nakubali vipi kwamba nipate hiyo changamoto? Okay, sawa, tulikuwa tuko kwenye childhood trauma, ndio kama umetoa mfano wa huyo narcissist. Kwa hiyo mtu akiishi katika mazingira kama hayo, kwa kikawaida anaweza akadhani hana matatizo yoyote. Hana shida yoyote. Sasa nitajigundua vipi labda nina shida? Nahitaji uponyaji. Nitakuwa na tabia za aina gani? Okay. Kwenye mazingira ambayo unatakiwa yani kama ni changamoto imetokea au chochote kile, yani unatakiwa uact kulingana na watu wengine wanavyoweza kureact. Yani kuna vile vitu vya kawaida mtu anatakiwa, let's say akipata changamoto fulani, kama hivyo amefiwa, tuone mtu ana majonzi au amepata ukilema, tuone anapitia hiyo series ya changamoto hiyo mpaka kuweza kuaccept. Sasa ukitaka kujua kama una hii childhood trauma,
and you really need healing, jiangalie. Unapata changamoto, let's say umefiwa, we really expect to see kwamba this person atahitaji muda kidogo wa kuweza kuvuka. You don't cry. Hauli kama ndo ile zile siku za msiba, mazishi, you don't cry, yani you are just silent, yani upo kama vile upo, everybody is not there, yani upo kama wewe upo tu. Hiyo ni lazima ujue kabisa kwamba hapo kuna shida, kwa sababu mpata ganzi hapo tayari, unakuwa ushapata ganzi kisia. We really need to see you kama ni sehemu ya kuumia tu, kuona umeumia. Kwa hiyo tunapojikuta kwenye mazingira matukio yanaumiza, lakini mimi okay, mimi niko sawa, sina shida, yani hiyo ni dalili ya hatari namba 1. Kwa sababu kihisia ni lazima ureact kulingana na energy yoyote iliyopo. Kama ni energy ya maumivu, we really need to see you in that. Hata kama haito kuchukua sana kama watu wengine, tunahitaji tukuone hivyo. Ureact kulingana na situation ilivyo. Okay. Sawa, ndio hivyo kama nilivyosema, namba 1 anakuwa ana ganzi. Kesi ya sehemu ya kureact kwamba ni kuumia, tunatakiwa tukuona umeumia, lakini hauonyeshi even you are just cool. Dalili nyingine ni kujitenga na watu. Kujiisolate wewe mwenyewe, yani kujiona labda wewe unajitosheleza peke yako. Unaweza ukakaa peke yako and you are good to go. Ni sawa unaweza ukaa peke yako, lakini katika uhalisia tunategemeana. At some point in life lazima utahitaji tu mtu mwingine achipin kwenye maisha yako kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo ukishaona unajitenga, hiyo ni kengele nyingine ya hatari. Dalili nyingine ya kufahamu kabisa kwamba unahitaji una maumivu ambayo you have traumas you need to kupambana nazo, ni kujikuta wewe unawafanyia watu wengine vitu ambavyo wewe ulikuwa unafanyiwa directly or indirectly, ambavyo unajua kabisa kwamba sio sahihi. Unajua kabisa kwamba hivi vitu vilikuwa vinakuumiza, lakini yaani umeihalalisha, akili yako inaamini kwamba it's okay, mbona mimi niipitia, naweza kapitia naye pia. Ndio ile unakuta kwa sababu katika utoto ulikatiliwa as a parent, na wewe unajikuta unakatili watoto wako wewe mwenyewe, and you think it's very okay, unaona ni sawa kabisa, lakini in reality sio sawa. Lakini pia kwa sababu wanasema hurt people hurt others. Unapokuwa ni mtu umeumizwa, yale majeraha yasipopona utaumiza watu wengine. Yani iko hivyo. Na kwa sababu pia utaumiza watu wengine, tutaendelea kuwa na this is another point, tutaendelea kuwa na generation yenye problems every day. Kwa sababu hili tatizo litahama tu na litageuka kuwa lifestyle, which is sio, haipaswi kuwa hivyo. Tizama kwa mfano kama dunia ya leo, tuna matatizo mengi kwenye masuala mazima ya mahusiano, mambo ya ndoa. Kila mtu anajaribu kuongea kwa namna jinsi anavyoongea, lakini source haya mambo ni ipi? Ukiangalia kila mtu alipotokea at some point, kama sio nyumbani kwao basi jirani yao, kulikuwa kuna certain things ambazo zinaendelea ambazo sio nzuri, zikaharibu labda mentality ya huyu mtoto, na huyu mtoto akakuwa na yeye akawa ni mtu wa namna hiyo. Uwezo kuniambia mtoto wa kiume anakuwa na baba yake, anamuona baba yake anampiga mama yake mpaka anazimia. Mtoto huyo wa kiume akiwa mkubwa hawezi kuwa tofauti na baba yake. Pale atakuwa anamprotect mama yake, lakini ndio tunarudi kule tu mommy is boy. Atabakia kuwa mommy is boy, lakini yeye kama mke wake will suffer the same way. Akiamini kwamba mimi nilikuwa naona the same way my dad could discipline my mom, ni kipigo. Kwa hiyo anajikuta na yeye anaendeleza ule mnyororo wa ukatili hivyo. Kwa hiyo ukishajiona una hizo dalili ndo unatafuta sasa uponyaji. Yes. Na kubwa la msingi pia kujua unapokuwa unafanya kitu ambacho hakipo sawa, your mind will tell you. Your soul will tell you. Yaani unapokuwa unafanya vitu ambavyo havipaswi kwenda hivyo, yaani wewe huku ndani yako kutakataa.
kwamba no, this is not right, haitaki kuwa hivi, natakiwa nitafute msaada. Ama au basi mwingine hawezi kukubali kwamba natakiwa kutafuta msaada. Mwingine anaweza akasema tu mbona kama ninakuwa mkali sana, kwani mbona mtoto wa watu hajanifanyia chochote, kwa nini nakuwa hivi? Umeelewa? Kwa hiyo yani hata yule mtu ambaye ni katili vipi, ndani yake kuna some point tu kuna kasauti kanamwambia lakini this is not right. Na hapa ndio ambapo mimi ninapotaka mtu awekeze nguvu zaidi. Maana mwingine huku kwenye kuweza, kama ni kuwa narcissist kama wazazi wake, anaweza kote akapapuuzia kwa sababu tayari naye anakuwa ni mgonjwa kama wale wazazi wake walikuwa mgonjwa. I think the biggest thing ambayo ya kwanza kabisa kuiangalia, sikiliza huko ndani kwako. In here kuna sauti itakwambia kwamba this is not right. Hichi kitu unachofanya sio sawa. Na uitii hiyo sauti, kwa sababu kutokutii kunaendelea kukufanya unaishi katika maisha hayo, lakini kumbe maybe that was not your life, au kupaswa kuishi hivyo, au kupaswa kuhusiana na watu hivyo. Kwa ukisikiliza sauti ndani yako, yani hata uwe katili vipi, inside you ipo sauti. It might be mwingine ni daily, kila akitaka kufanya hivi, au baada ya kufanya tukio fulani, hiyo sauti inakuwa kama vile inamhukumu humu ndani. Lakini kuna mtu mwingine inawezekana mara moja au mwingine mpaka aote tu kwamba hiki kitu sio kitu kizuri. Embu tii kwanza, and tafuta maarifa, hivi nawezaje kutoka hapa, nawezaje kupona hivyo. Kwa humu ndani kuna hii deep conviction ambayo inamsemesha mtu humu ndani mwenyewe kwamba no, inawezekana nimeishi miaka 40 with this thing, nimejaribu kujiaminisha it's normal, lakini it's not normal. Nahitaji kufanya mabadiliko, kuna changes zinatakiwa zifanyike. Hivyo hiyo I think tukienda na energy hiyo ndo tutaenda mbali, kwa sababu psychology tunaongea mambo mengi, we talk about so many diseases. Kama hapa tumeongea mambo mengi sana lakini inside you kuna sauti inakuambia kabisa no, Irene hauko sawa, haipaswi kuwa hivyo. Irene unakosea. Au Imelda no, acha inatosha, you need to fix you, inabidi you need to get fixed, inabidi uwe sawa. Yes. Wow. That's amazing. Nataka nikutoe kwenye hichi kipengele sasa, nikupeleke uwanja wetu pendwa wa mahusiano. Okay. Nataka nikuulize ni vitu gani mtu anaweza akazingatia based on your experience. Okay. Kwamba vitu gani mtu binti anaweza akazingatia kuchagua mwenza. Leo kiboko. Haya, ni vitu gani mtu anaweza akazingatia kuchagua mwenza based on your experience? Okay. Kwanza kuna msemo wanasemaga beauty lies on the eye of the beholder. Kwamba kitu chochote kizuri ama uzuri kila mtu ni kulingana na jicho lake anavyoona. Hapo nikiwa na maana ya kwamba mimi naweza nikajibu hilo swali kulingana na experience zangu. Of course nitajibu. Lakini point ya kwanza na ya muhimu, lazima pia kujua tunatofautiana vitu gani tunaangalia, type za watu tunaoangalia. Kwa hiyo ni point ya kwanza, lazima pia niweke sawa, lazima ieleweke. Tukienda kwenye swali la msingi, kwanza I think lazima kwanza ujiangalie wewe kabla ya look for something in a man. Kabla kuangalia kitu kwa sijui uangalie labda mwanaume au hivyo au vile. Hatua ya kwanza kabisa, jiangalie wewe. Umekomaa vya kutosha? Unahisi upo tayari? Unahisi umejifunza vya kutosha kutoka katika dunia inayokuzunguka, mazingira au watu wanaokuzunguka? Kuna vitu unajifunza kutoka kwa wanaokuzunguka?
umejifunza nini kuhusiana na hilo swala la mahusiano? Au unahisi labda changamoto zingine za mahusiano za watu huko nje zinawakuta watu labda kwa sababu hawatoshelezei, and you feel ama you think kwamba wewe ndio unatoshelezea? Hilo la kwanza, lazima ujiulize kuna chochote umejifunza kutoka kwenye mahusiano ya kila sehemu ulipokuwa. Kuna chochote umejifunza? Unauelewa gani kuhusiana na mahusiano? And number 2, lazima ujiulize unataka kuingia kwenye mahusiano kwa ajili gani? Unataka kuingia kwenye mahusiano labda ni upweke umezidi, you need a company. Lazima ujue. Unataka kuingia kwenye mahusiano labda kukimbia hizi child traumas tunazozizungumzia, sababu kuna watu wanapitia childhood traumas ambazo zinaenda mpaka utu uzimani, zinawatafuna, wanajikuta kama vile like nasemaga kila siku, kila binadamu ni kama mwangwi. Unachojisemea humu ndani, hata usipofungua mdomo huku nje watu ndio wanaona energy hiyo hiyo. Kwa hiyo kuna mtu mwingine zile changamoto za utoto zilimfanya yani awe ni mtu ambaye anatoa energy ya kuwafukuza kama ni wanaume kwake. Yani anajikuta ni mtu ambaye hatongozwi. Na sio kwamba ni mbaya, no, au labda hajiheshimu, no, lakini kule ndani kulivyo, yani kile kidonda kilivyo kinatoa energy hiyo kwamba huyu mtu hafai kuwa kwenye mahusiano, huyu mtu hayuko sawa, you understand? So ndo lazima ujiulize unataka kuwa kwenye mahusiano labda kwa sababu ya upweke. Mwingine anaweza kana anataka kuwa kwenye mahusiano ili akimbie labda matatizo ya familia yake. Ndio. Of which ndo mabinti wengi wanajikuta kwenye kipengele hiki. Anakimbia matatizo ya familia, ndio. Anaona familia matatizo yamezidi. Yoyote tu atakayeweza kulitoa kwenye hii familia. Mimi naenda. Okay. Lakini mwingine inawezekana ugumu wa maisha, mtu anaona yani ikipata mtu, na hii ndo notion mbaya, inabidi hata jamii na yenyewe pia ijue. Nani kakwambia kwamba kuna mwanaume huko amefanya kazi anatafuta mtu wa kutumia hela zake? Yana anatafuta sehemu yani kwamba hela yake haina kazi, imekosa kazi kabisa, anahitaji jukumu la kulihudumia. Who told you that? Nani kakwambia? Sasa ndio ujiulize sasa wewe binti, je, unataka kuingia kwenye mahusiano kwa kile kisemo cha kwamba nipate tu mtu tumia nioe, niwe nakula bure, na bure, niwe hivyo kila sehemu natambulika kama Mrs. fulani, which is ni wewe sasa uamue. Unajua tunatofautiana, Yes. Kila mtu hivyo, lakini pia lazima utambue hapa naenda kama narration of stories, lakini umo ndani na mtu mwenyewe ana pick some points, right? Lazima ujijue wewe ni nani. Who are you? Okay, wewe naitwa Imelda. Imelda ni nani? Haishi tu definition ya kwamba labda Imelda ni mama wa watoto wawili ama Imelda ni binti. No, like who are you? What is your purpose? Una kusudi gani? Huku ndani yako, what drives you? Kuna kitu gani ambacho kina which is what will define you? Kuna kitu gani humu ndani yako ambacho you really think kama vile it's a baby ambayo unatakiwa uibirth ije duniani? What do you think? Unafikiri wewe ni nani? Usipojua wewe ni nani kama mtoto wa kike, you will settle with anyone. Yaani utaishia kuruka kutoka kwenye mahusiano haya kwenda kwenye mahusiano haya ili tu uwe na mtu, kwa sababu kwanza wewe mwenyewe clearly you are clueless about yourself. Wewe ujue wewe ni nani. So kama binti lazima umeona hivi vitu vyote vinamhusu binti mwenyewe. Hata hatujamgusia sana huyo labda sijui ndo zile characters wanazosema sijui, of which ni sawa, lazima mwanaume awe hardworking, hizo ni characters zingine, awe ni anajua kuswitch sides, ajue when to be a lover, when to be a father, when to be a friend, and when to be a companion. Hizo zote ni package ambazo mwanaume lazima awe nazo, of which ni sawa mtoto wa kike kuziangalia, lakini
we have to really deal with you, kwa sababu tusipo deal na wewe, trust me, hata ukipata mwanaume mzuri kiasi gani, you will lose that man. Utampoteza kwa namna yoyote ile, if you don't really know wewe ni nani. Na nyakati zingine unaweza pia ukapata mtu ambaye sio sahihi, lakini ukiwa unajua wewe ni nani, na kama mkiwa mna masikilizano mazuri, you people can work this thing together na mambo yakaenda vizuri. Tusingekuwa tunasikia hizi kesi za divorce daily. Kumbe shida ni sisi wenyewe, jinsia ya kike. Tunaanza kuangalia vitu vya ambavyo viko nje yetu ili kuweza kutufanya tuingie kwenye mahusiano, wakati msingi sahihi ni kuangalia vitu vilivyo ndani mwako. Umejifunza nini, kama vile nilivyosema. What is your goal? Unataka kufanya nini kwenye maisha? Kwa sababu pia tumeaminisha, mifumo ya maisha imeaminisha kwamba unazaliwa, unakuwa kindergarten, primary, secondary, hivyo you get employed, you have kids, that's it. Lakini hilo sio kusudi peke yake. We didn't come to pay bills and die. Hatukuja duniani tulipe bili alafu tufe. No. Hapana, there is something ambayo only you have to do it. Na this thing lazima niseme ukweli, kwa sababu ndoto nyingi ama vitu vingi vikubwa ambavyo vipo ndani ya wanawake wengi ama mabinti wengi vinakufa kwa ajili ya mlango huu wa mahusiano. Na tukienda kwenye spirituality huko tunasema relationship ndo namna nyepesi sana ya kumweka mwanamke kwenye calling yake au kumtoa. That's the portal ambayo inayotumika. So ni lazima ujiangalie wewe ndani, na hizi characters za nje za mwanaume ambaye ana hizi sifa 4, kuwa lover, kuwa father, kuwa companion and a friend, hizi zinakuja tu kujazilizia juu, lakini msingi hasa ni wewe mwenyewe. Hivyo vitu vichache tulivyoviongea hapo vya kuvizingatia wewe kama binti, hivyo ndo lazima uvizingatie. Kwa sababu huwezi kuniambia unataka kukua kwenye mahusiano na mtu, you don't have any idea, huna chochote unachokifanya na huna wazo la nini unataka kufanya. Unataka uwe na mtu ili huyo mtu ndo akwambie wewe ufanye nini. Alright, tunashukuru sana kwa tips hizo. Sasa swali la mwisho ambalo ndo litatufungia kipindi ni kuna watu wanaitwa public figures. Ni watu ambao wana majina, ni watu ambao ni brand, ni watu ambao wanatizamwa pengine na jamii, si ndio? Sasa hawa watu nao wanapitia vitu fulani katika maisha yao, lakini kwa sababu tu ya ile mimi ni Irene Kamugisha, nitaendaje sasa kwa Imelda nimwambie mimi nina changamoto? Umeona? Kwa hiyo tuna watu wengi kwenye jamii ambao pengine wana majina, na kwa sababu ya hayo majina wanashindwa kupata msaada wanaouhitaji. Wewe una lipi la kuzungumza hapo? Okay. Kuna swala moja la kushindwa au kupata msaada kulingana na majina yao, na wao wenyewe kujinyima access ya kupata msaada kutokana na majina yao. Those are two different things. See it? Kitu cha muhimu lazima kujua, and hii ni kwa public figures wote, lakini pia na watu ambao wanajifunza ama some public figures ni role models wao. Kwanza lazima kujua kwamba ni binadamu. Public figure ni binadamu kama alivyo mtu mwingine. Vile unavyoumia, public figure anaweza kuumia pia. Vile ambavyo changamoto yote unayokutana nayo, hata public figure anaweza kukutana nayo. Hilo ni la kwanza kwa watu wote kulijua, na public figure yeye mwenyewe kujua. Na kitu kingine cha pili lazima pia kukijua ni kwamba
kuna mstari mwembamba sana kati ya uhai na kifo. Mwembamba kama it's a thread, kama kiuzi hivi. Umeelewa? Na it's 1 minute you are alive, 1 minute you are normal. Yes, wewe ni public figure. Lakini kama ukiendelea kudumu kwenye kubeba hizo changamoto, kuzitengenezea mazingira ya kwamba yani mini brand, my dear, upo hai lakini you don't know baada ya dakika kadhaa if you will be alive. Na when you go, it doesn't mean kwamba hatuzaliwa other public figures. There will come other public figures. Tena wengine kama wakapita kwenye genre yako hiyo and wakapasua kuliko wewe. So you have to know kwamba you need you to be okay. Kabla ya kitu chochote kile, kabla ya brand yoyote ile ulionayo. Kwa sababu whatever it is ambayo you think you get from the public, it's a matter of time. 1 minute you are there, 1 minute you are not there. Ni kama ile tulikuwa tunazungumzia, dakika moja you are fit, watu wote wanakuona unafaa, dakika moja umepata changamoto ya kudumu, nobody wants you. So lazima ufahamu kwamba you need to invest pia muda mkubwa ama hisia kubwa ndani yako, kwamba you really need, in as much as unavyosaidia watu, lazima na wewe ujitahidi kuhakikisha kwamba unasaidika au unatafuta msaada. Haijalishi una brandi kubwa kiasi gani. Na msaada sio lazima pia uende, kwa sababu pia sometimes, let's say kwenye career psychology, hata statistics nasema yani wana psychology wengi wa matatizo ya psychology. You know that. Yes, kama wana psychology wengi wana matatizo ya psychology. Kwa sababu gani? Kila mtu ana hii brand, anatengeneza hii brand kama I'm a psychologist, I treat people, I solve people's problems, which is good. Who is solving your problems? Au wewe hapo ulipo, do you think everything is normal and perfect kwa wewe mwenyewe? It's not. Unafanyaje? Kwa sababu it's a matter of time. 1 minute you are there, 1 minute you are not there. So if you don't fix yourself, usipotafuta namna ya kuwa fixed, all you do in a matter of second ni bure. I mean, it will remain just a legacy. You will not be there. Haitokusaidia chochote. Na hata kama una vidonge kama vyote unavyokunywa, vinavyokuweza kukusaidia kujicompose mbele za watu, for how long will you keep on taking drugs? Kwa muda mrefu kiasi gani utakunywa hizo dawa? Kwa muda mrefu kiasi gani you will soak yourself in that addiction, ambao only you know it, hamna mwingine anayejua. Na do you think hiyo addiction inakupulu pull any good energy in what you do as a public figure, or is pulling you away from it? Sababu this is what, yani kindo kichaka ambacho public figures wengi wanapopitia mambo mengi wanaingia. They get themselves into addictions, so many addictions, drug addictions, porn addictions of different kinds. Wanajikuta humo kutokana na the fact kwamba mimi nitamwambia nani? Unakiangalia naona nitamwambia nani, na like come on, itakuwa trending true story, haitonisaidia. Kwa hiyo lazima kujua for how long. Unaweza ukafa tu hapa sasa hivi, wakaja kina Imelda wengine wazuri tu. Ndio maana you can only be you, lakini what you do so lazima uwe peke yako unafanya. I mean the cake is too big kwa kila mtu kula, si ndio? So lazima you have time to fix yourself. Tupatie social media account zako ambavyo watu wanaweza wakakutafuta kama mtu atahitaji further consultation from you. Kwa hiyo unaweza ukatutajia halafu tuwe tumemaliza kipindi. Okay. Napatikana TikTok na Instagram kwa jina la Eme the Healer, ama kwa Kiswahili tunaweza tukasema Eme the Healer.
Ukiandika hivyo unanipata EME The Healer. Heal ile ya kuponya, healer. Unaweza kuwa umenipata hapo, na maelekezo mengine utayapata vizuri hapo kwenye profile yangu. Muhimu sana ni lazima utambue kwamba huwezi ukachagua kitu gani cha kupitia, lakini unaweza ukachagua kukua ama kujifunza kupitia kitu gani ambacho umepitia. Ama wazungu wanasema you can't choose what to go through, but you can choose to grow through what you went through. Asante. Alright. Haya, nakushukuru kwa muda wako mpaka umefika hapa, unanitazama mpaka mwisho. Nafurahi kwamba umetizama video nzima. Manake statistics zinanionyesha kwamba watu wamalizi video, amfiki hadi mwisho. Kwa hiyo mnakuwa mnapata ujumbe nusu nusu. Aidha, nakushukuru wewe ambaye ni subscriber wa hii channel na unaangalia vipindi na una share na unasambaza habari njema kwa watu. Nakushukuru sana 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 sana. Tuko pamoja na tutaendelea kuleta watu bora zaidi ili kuendelea kufix. Majina yangu naitwa Irene Kamugisha, niko kwenye social media. Instagram natumia Irene Kamugisha _ Facebook, TikTok pamoja na X natumia Irene Kamugisha. Kote huko unaweza kanipata, ukaniambia jambo lako, basi mimi nitakuletea mtu wa kufix. Lakini kabla sijakuletea mtu, labda pengine hata mimi hilo jambo naliweza, naweza nikaanza huko kukufixia huko kabla tujaleta hapa kwenye jukwaa letu pendwa la Fix You. Nakushukuru sana, tukutane tena episode ijayo.